Kuna mambo matatu yatatazamwa katika mechi ya ligi kuu bara itakayochezwa leo Alhamisi kati ya Simba Sports Club na Fountain Gate kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Kwanza, Fountain Gate inaingia katika mechi hiyo ikiwa na wachezaji 10 tu, kati ya hao makipa ni wawili. Hivyo inaweza kutokea yaliyotokea misimu miwili iliyopita wakati Azam ikiikabili Kitayose iliyokuja kufahamika kama Tabora United na sasa ikibadili tena jina na kuwa TRA United. Katika mchezo huo wa kwanza msimu uliopita, Azam ilishinda mabao 4-0. Kitayose iliingia na wachezaji 8 kufuatia changamoto ya usajili. Hata hivyo, mechi hiyo ilimalizika kikanuni katika dakika ya 15 baada ya wachezaji wawili wa Kitayose kuumia na kushindwa kuendelea, hivyo kufanya kubaki 6. Jambo la pili katika mechi hiyo ni kuhusu kocha Selemani Matola anayeiongoza tena Simba kucheza mechi ya ligi baada ya kufanya hivyo Septemba 7, 2022 katika sare ya mabao 2-2 dhidi ya KMC, mechi ikichezwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa alipokabidhiwa mikoba kufuatia kuondoka ghafla kwa Zoran Maki. Jambo la tatu ni kwamba Fountain haijawahi kuifunga Simba katika mechi 6 walizokutana katika ligi kuu tangu timu hiyo ilipokuwa ikiitwa Singida Big Stars kisha kuwa Singida Fountain Gate baada ya kununuliwa. Kitendo cha kutopoteza mechi yoyote dhidi ya Fountain Gate FC tangu kukutana kwao kinaipa jeuri Simba kwa pambano la leo litakaloanza majira ya saa 1 kamili usiku, huku Matola akisisitiza jambo. Fountain inaingia uwanjani leo ikiwa na kumbukumbu ya kutoka kupoteza nyumbani kwa bao 1-0 mbele ya Mbeya City FC, ikiwa ni mechi ya kwanza ligi kuu msimu huu. Mara ya mwisho Simba na Fountain Gate kukutana ilikuwa Juni 2, 2025 katika ligi kuu bara msimu uliopita, mechi ikichezwa kwenye uwanja wa Tanzanite kwa Raha uliopo Babati Manyara, ambako matokeo yalikuwa sare ya bao 1-1. Lakini katika mechi ya kwanza iliyokuwa na mazingira kama ya msimu huu ya kutokamilisha usajili wa wachezaji, jamaa walichezea kichapo cha mabao 4-0. Hata hivyo, wakati mara ya mwisho timu hizo zikitoka sare ya bao 1-1, pia zinakutana leo zikifahamu kwamba kila mmoja mechi ya mwisho katika ligi imepoteza. Ipo hivi, Fountain Gate inakwenda kucheza mechi ya pili ya ligi msimu huu baada ya ile ya kwanza kufungwa bao 1-0 dhidi ya Mbeya City, lakini Simba ni mchezo wa kwanza huku ikiwa imemaliza msimu uliopita kwa kichapo cha mabao 2-0 mbele ya Yanga. Rekodi zinaonyesha Fountain Gate tangu ilipokuwa ikifahamika kwa jina la Singida Big Stars kisha Singida Fountain, timu hiyo imeambulia sare 2 pekee mbele ya Simba ambazo zimepatikana katika mchezo wa kwanza na ule wa mwisho, matokeo yakiwa 1-1, huku ikipokea vichapo 4 katika ligi kuu bara tangu msimu 2022-2023 haijawahi kupata ushindi. Benchi la ufundi la Simba litaongozwa na kocha Selemani Matola ambaye amechukua majukumu hayo baada ya kuondoka kwa Fadlu Davids. Akizungumzia utayari wa kikosi cha Simba kwa mechi hiyo, Matola amesema na nukuu, "Tupo tayari na tumejipanga kuhakikisha tunapata pointi 3 katika mchezo wetu wa kwanza wa ligi. Si mara ya kwanza kwa kitu kama hiki kutokea. Sisi ni professional sambamba na wachezaji wote wa Simba. Hii imeshatokea na imeshapita. Kikubwa tunaangalia mchezo wetu wa leo kupata matokeo mazuri. Tanzania tumekuwa na ligi ngumu na bora kabisa. Kwa hiyo naweza kusema haitakuwa mechi rahisi. Ukiangalia Fountain Gate walipoteza mchezo uliopita, hivyo hawatataka kupoteza kwa mara ya pili. Ukiangalia unaona kabisa mchezo utakuwa mgumu na umuhimu kwa kiasi gani, lakini tunataka tuanze vizuri ligi. Malengo yetu ni kupata kikombe hiki, kwa hiyo lazima tuanze vizuri katika mchezo huu wa leo. Pamoja na ugumu wa Fountain Gate na kupoteza kwao mechi ya kwanza, tumejipanga kuhakikisha tunachukua alama zote 3 katika mchezo huu." Mwisho wa kunukuu. Kwa upande wa Fountain Gate FC, kocha mkuu wa kikosi hicho Dennis Kitambi ametaja ugumu anaokutana nao katika maandalizi kufuatia changamoto inayokabili timu hiyo ya kuwa na wachezaji wachache baada ya kukwama katika mfumo wa usajili. Nikimnukuu, amesema maandalizi ya mechi dhidi ya Simba kwa kweli ni magumu kutokana na changamoto tunayopitia kuhusiana na idadi ya wachezaji ambao wapo tayari kutumika kwa mchezo wa leo. Malengo yetu makubwa kama benchi la ufundi tumeelekeza katika kutatua changamoto zilizojitokeza katika mechi dhidi ya Mbeya City na pia namna gani tunaweza kuwatumia wachezaji waliopo dhidi ya mpinzani wetu wa leo. Dhidi ya Mbeya City tuliona kuna mabadiliko ya kiuchezaji. Timu imekuwa ikienda mbele vizuri kushambulia, jambo ambalo mwanzo lilikuwa changamoto. Kilichobaki sasa ni zile nafasi ambazo tunazitengeneza tuzitumie, ukizingatia mpinzani tunayekwenda kukutana naye ni Simba ambaye sidhani kama tutatengeneza nafasi nyingi kama ilivyokuwa dhidi ya Mbeya City. Mwisho kunukuu. Changamoto inayokumbana nayo Fountain Gate ni kuwa na wachezaji 14 pekee kutokana na kukutana na tatizo la kiufundi katika mfumo wa usajili wa kimataifa TMS ilipokuwa ikiingiza majina kabla ya usajili kufungwa Septemba 7 mwaka huu. Pia wachezaji 4 waliumia katika mechi iliyopita.